Kuna watu wamekuja duniani kwa ajili ya kuleta faraja kwa watu wengine. Wameletwa kwa ajili ya tabasamu. Kama ilivyo hakuna binadamu anayezaliwa kuwa mbaya, halikadhalika hakuna anayezaliwa kuwa mwema. Ni vile kuguswa na matatizo ya wengine, kujitoa kwa ajili ya wengine, kuumia kwa ajili ya kila anayeteseka. Hakikisha kwenye maisha yako kila siku kabla ya kulala, angalau kuna watu wawili wamesema asante kwa ajili yako. Ndio, ukisababisha tabasamu kwa wengine, Mungu huleta baraka na hela nyingi utamiliki siku moja kwa ajili ya tabasamu ulisababisha kwa wengine. Utaishi maisha ya ndoto zako ikiwa utampa nguvu atimize ndoto zake mwingine. Usiwe batu nyingine wanaopigana watu ukiachana na maisha. Muoneshe kuwa hata aje nani akichagua mwingine wa kumpa tabasamu tofauti na wewe, awe amekosea. Kuwa motisha ya wengine pale unapokwama, kimbilio lao pale unapoanguka. Amini kuhusu akili za wengine, thubutu na onyesha utu. Endelea kuwa humble kwa sababu unaweza kusaidiwa na hata usimtarajia. Hivyo usiweke mipaka kwenye kuheshimu watu. Unaweza kuwapigia makofi waliotangulia kabla yako kwa sababu riziki ni fumbo. Usiigize ukisema unamkubali mtu, na aliyekuumiza jitenge naye bila ugomvi wala chuki. Tupambane kusababisha furaha ya wengine. Tusiogope kuhusu ubaya wa jana yetu. Kikubwa tusitamani kurudi nyuma. Na kama ikitokea kurudi nyuma, basi turudi kwa ajili ya kuwashika mikono wenzetu. Hakuna haja ya kutishana. Mafanikio yako yawe kwa ajili ya kumotivate wenzio, sio kuwafanya wajione hawafai. Wanangu, tuishi na kauli ya Mbunda Msokile kwenye kitabu cha Usiku Usokwisha. Alichozaliwa nacho ng'ombe ni masikio, pembe anazikuta nje. Kwa binadamu wote tumeumbwa sawa. Hizi pesa, mali na mafanikio yote tunakutana nayo duniani. Ni kuamua tu uote pembe au baki na masikio yako. Kwa familia, tunyanyue na wenzetu.